Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia kumaliza salama mchezo wetu huu dhidi ya Mbeya City, na tunamshukuru sana kwa kutujalia kupata ushindi katika mchezo huu japo ni ushindi wa goli moja, lakini tunachoangalia ni kile ambacho tumekivuna nacho ni alama tatu. Kwa hivi sasa si rahisi sana kupata mechi mchekea ukamtawala mtu kwa 100%, na jana tulieleza wazi ya kwamba mechi itakuwa ngumu kutokana na mahitaji aliyokuwa nayo Mbeya City, na leo imeonekana hivyo. Mechi imekuwa ngumu kutokana na ubora aliokuwa nao, mipango aliokuwa nao, na akafanikiwa kuweza kudhibiti mianya ya Simba kuweza kupata mabao mengi. Yote kwa yote tunawapongeza Mbeya City kwa mchezo mzuri, lakini tunaipongeza zaidi timu yetu ya Simba Sports Club na wachezaji wake wote kwa kuweza kupambana na hatimaye kuvuna alama tatu. Ndiyo jambo kuu la msingi ambalo limetuleta hapa Mbeya. Michezo 20 ya tumemalizana na Mbeya City, na sasa tunaelekeza nguvu yetu kubwa kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Coastal Union, mechi ya kombe la shirikisho la CRDB. Na hata ukiangalia mchezo wa leo, tulikuwa tukicheza kwa tahadhari kubwa, tukifanya maandalizi katika mchezo huo wa CRDB, kwa sababu kwenye ligi tunao nafasi ya kuwania ubingwa, lakini inategemea na madhaifu ya mtu mwingine. Lakini kwenye kombe la CRDB tunao nafasi ya kupata ubingwa, inategemea na ubora wetu wa Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye mechi ya leo tukawa tukicheza kwa hesabu kali, watu wasichoke sana kwa sababu muda wa kupumzika hamna, watu wasiumie, watu wasipate kadi, ili isiweze kuathiri maandalizi ya mechi inayokuja dhidi ya Coast. Na tunashukuru yote hayo yamekwenda vizuri. Wachezaji baada ya kupata bao la kwanza wakaanza kutunza nguvu na wakasaidia, hakuna ambaye ameumia wala ambaye amepata adhabu ya kadi. Maana yake ni kwamba maandalizi ya mechi yetu na Coast yameshaanza hapa. Leo hii baada ya mechi hii kumalizika, tunaondoka hapa moja kwa moja kutoka uwanja wa Sokoine, tunakwenda uwanja wa ndege wa Songwe, moja kwa moja tunarejea Dar es Salaam. Kesho asubuhi tunaelekea Arusha kwa ajili ya kuwafuata Coastal Union. Pengine msemaji, tunazungumza usema hakuna mechi mchekea kwenye hizi nyakati za mwisho, na tumeona na nyie ushindi wenu umekuwa vingi tofauti na kipindi kinavyoendelea kusonga mbele. Pengine nyie haiwatishi kwamba uko karibu kupoteza mchezo kama ushindi mnapopata huko mwishoni? Unacheza kwa hesabu hivi sasa, na kwa sasa ni nadra mno kupata mechi rahisi. Kila mechi ni ngumu kwa sababu kila mtu anataka kutimiza malengo yake, na sisi tunachoangalia mwisho wa mechi tumepata kitu gani. Ukiangalia mechi yetu na Pamba tulipata ushindi wa goli 2-1, ambao mechi ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Imekuja mechi yetu hii na Mbeya City, ushindi wa goli moja ukabila. Lakini angalia mechi zote za raundi hii ya 26, 27, ni ngumu mno kukuta mtu kapigwa bao 3, bao 4, ni ngumu mno. Mechi nyingi zinaisha kwa sare, mechi nyingi ushindi wa goli moja, umepambana sana goli 2. Ni kwa sababu hivi sasa kila mtu anapigania pumzi yake. Uwezo wa kumtawala mtu, ukambagaza, ukampelekea pumzi ya moto mwanzo mwisho ni ngumu. Hakuna ambaye anataka kushuka daraja, hakuna ambaye hataki kwenda top 4. Kwa hiyo mechi zinakuwa ni ngumu kweli kweli. Kupata goli moja haimaanisha kwamba timu ina drop. Kwa hiyo kuna hatihati ya kuja kukosa hata bao moja katika mechi inayokuja. Kupata bao moja katika mchezo huu ni kutokana na ubora alioingia nao Mbeya City katika mchezo leo. Ndio maana mechi ya Pamba, ukiangalia Pamba na Mbeya City, Pamba yuko juu dhidi ya Mbeya City, lakini mechi ya Pamba tukapata magoli mawili. Mechi ya Mbeya City ambaye yuko chini zaidi tumepata bao moja. Kwa hiyo inategemea na mpinzani amekujaje siku hiyo. Sisi ubingwa ndio kitu ambacho tunakiota na kukiwaza, na tunaamini ya kwamba timu ya kuchukua ubingwa tunao. Ukiangalia kwa hivi sasa katika ligi kuu ya NBC, timu bora ni Simba Sports Club. Ni vile tulifanya makosa huko mwanzo tukatengeneza gap la pointi 2,
lakini haiondoi ukweli ya kwamba msimu huu Simba Sports Club tunayo timu bora ya kuvutia na kushawishi kweli kweli. Kwa sasa focus yetu ni kuhakikisha tunashinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Tayari tumemalizana na Pamba Jiji, tumemalizana na Mbeya City. Tunakwenda kucheza na Coast kwenye kombe la CRDB. Tukimalizana naye tunarejea katika mechi 3 za kuhitimisha ligi kuu. Mechi dhidi ya Mtibwa Sugar nayo haitakuwa mechi nyepesi kwa sababu bado Mtibwa Sugar hayuko sawa sawa. Mechi dhidi ya Singida naye vile vile ni mpinzani wetu mkubwa katika ligi yetu, pamoja na mechi dhidi ya KMC. Huyu ndio maiti inayotembea, lakini inaweza ikakung'ang'ania ikakuharibia shughuli. Kwa hiyo kila mechi ambayo imebaki ina maana yake na kila mechi ambayo imebaki ni ngumu, na sisi jukumu letu ni kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Ikitokea tunayeshindana naye akadondosha pointi, maana yake sisi tutanufaika na yeye kudondosha alama na mnyama aende akachukua ubingwa. Ikishindikana basi tutakaa na kufanya tathmini wapi tulikosea, lakini isiwe kwa kudondosha pointi hata moja kwa michezo 3 ambayo imebakia. Pengine kwa kitazamo tumetoka salama na nilimwambia Gwamaka sisi ndio tutakuzamisha wewe kwenye chemba ya asidi. Hauna ubavu wa kutufunga Simba Sports hasa kipindi hiki, na kama hujawahi kupata matokeo mazuri na Simba huko nyuma, basi sahau kupata matokeo mazuri na Simba kipindi hiki. Kipindi hiki ama nyakati hizi tutakufunga tu, kwa sababu timu ya namna hiyo tunayo. Ni very rare mechi imalizike Chama kukose, Libasi kukose, Mpanzu akukose, Oura akukose, Luemba na ni ngumu. Haiwezekani hata kidogo. Semaji, pengine nyie mkifikiria mnaoshindana nao, mnahisi kuna game zipi ambazo wanaweza kudondosha pointi na nyie mkafaidika nazo? Hatujui, lakini ligi ni ya ushindani. Tunaamini kwa ushindani uliokuwepo anaweza akanteleza. Kwa nani alitegemea kama angeweza kudondosha alama mbele ya Dodoma Jiji, lakini ikatokea akadondosha alama. Kwa hiyo hatuwezi kupiga ramli ya kwamba atadondoka wapi, lakini sisi jukumu letu ni kufanya yetu, kwa maana kushinda michezo yetu. Ikitokea amedondoka basi yena tena hiyo. Wakati mnaomba nyinyi mshinde, dua zenu pia adondosha alama. Muhimu, adui muombe njaa. Amesema Fandesele. Adui muombe njaa, atanyosha mikono juu hata kama alikuwa shujaa. Combination ya Elie Mpanzu na Clatous Chota Chama imeendelea kuleta tishio kwa wapinzani. Semaji, una kipi cha kuzungumzia kuhusiana na hiyo combination? Ukiangalia Simba yetu hivi sasa ina combination nyingi. Kuna kila mechi combination inabadilika kutokana na ubora wa mpinzani. Hakuna combination ya kujitegemea. Kuna wakati Libase na Chama wanakupa kitu kizuri. Kuna wakati Chama na Oura wanakupa kitu kizuri. Kuna wakati Chama na Kibabagi wanakupa kitu. Kwa hiyo timu yetu iko namna hiyo, inategemea mpinzani amedhibiti vipi, amekujaje, inatengenezeka combination pale maalum kwa ajili ya kumaliza mchezo husika. Kuna pasi tumeiona ya kama Michael Olise, Clatous Chota Chama, na washaanza kufananisha huko kwamba Clatous Chota Chama ameendelea kuandika historia mbalimbali. Basi ya Michael Olise ambaye amempatia kila Mbappe jana imeonekana leo. Semaji la kafu. Niliwaambia jana njoeni mshuhudie mechi ya World Cup katika uwanja wa Sokoine. Bila shaka wenyewe dada umeiona mechi ya World Cup. Umeiona hata goli ambalo Mpanzu kafunga ni goli la World Cup. Kapenyezewa pasi, akaja mlinda mlango wa Mbeya City, akapiga kibaisikeli kile. Kipa akaenda kushoto, Mpanzu akaingia akafunga. Magoli kama yale huwezi kuyaona katika dunia hii ya tatu ambayo sisi tunaishi. Magoli kama yale utayaona Marekani, utayaona Mexico ama Canada. Kwa ufupi ni kwamba utayaona kwenye kombe la dunia. Lakini magoli kama yale ukitaka uyaone Afrika ni lazima uiangalie Simba Sports Club. Ndio maana unaona Mpanzu anafunga goli la kiwango na mimi nashangaa Kongo wanamwacha Elie Mpanzu
watapata tabu sana kwenye World Cup safari hii, kwa sababu wameacha mtu ambaye angeweza kuwasaidia pakubwa kweli kweli. Lakini tumeona pasi za maana, ni vile tu ambavyo hazijazaa mabao hizi pasi, lakini kazi kubwa mno imefanyika hii leo.